Asante sana Hilda, na mtazamaji unaarifiwa endelee kuzingatia makini wakati huu wa mvua. Masomo yalitatizika kwa siku ya pili mfululizo katika shule ya msingi ya Ndogo eneo bunge la Gilgil katika kaunti ya Nakuru baada ya wazazi kususia kuruhusu watoto wao kuelekea shuleni wakihofia hatari ya poromoko la ardhi lililowaua watoto wawili wiki mbili zilizopita. Wakazi sasa wanataka serikali kuingilia kati na kuziba maporomoko hayo ili kuepuka madhara zaidi. Ruth Sarmoichesenge ana maelezo ya kina. Wakazi wa kijiji cha Jaika wanalima sehemu hii ya ardhi ambako ndugu wawili walifariki wiki mbili iliyopita. Watoto walikuwa pale juu wakicheza watatu, wakaboromoka na chini. So kamoja hakakuaga, lakini kalifikwa na mchanga hapa. Watoto wake wameulaliwa na mchanga ndio nilikimbia. Hata mimi sikuingia, nilikuja nikiwa nimeruka ndani. Kukuta sasa nikakuta venye kuko. Mpasuko huo ulioko ndani ya shule ya msingi ya Ndogo ulitokea mwaka wa 2024 kufuatia mvua kubwa. Hii leo shule hiyo ilisalia mahame kwa siku ya pili baada ya wanafunzi kufika hapo jana na kutaka kumiminika kwenye shimo hilo kuona eneo walikoangamia wanafunzi wenza. Mumeona hakuna watoto shuleni, maana tulihofia hiyo jambo jana na tukawa na maandamano. Na sisi lengo letu ilikuwa ni moja, ni kufikia serikali ili kuja itusaidie. Na hii shimo maji yote yenye ilikuwa inatoka pande ile ya mlima ilikuwa inaingia kwa hii shimo. So maji kiingia hatujuagi kwenye inaenda pande ya chini. Kijiti hiki chenye urefu wa futi 4 kinaweza kuingia kwenye mpasuko huu uliotokea kando ya chimbuko hili, jambo linaloacha wakazi na hofu tele ya kuwa chimbuko hili linaweza kuporomoka zaidi na kuhatarisha maisha ya wakazi wanaoishi katika eneo hili. Bado tuko na watu, tutengeneze shimo ili tusipate maneno mengine kama hayo. Sababu hili shimo ambalo limeweza kuteremka hivi, hatujui linaenda wapi. Na mali limefika pale, litakata barabara na kuna familia zingine ziko pale chini. Mpasuko kama hii sio jambo jipya kwenye kaunti ya Nakuru. Wanasayansi wakieleza kuwa baadhi ya maeneo yako juu ya mchanga wa aina ya volkano unaopatikana kwenye bonde la ufa na hivyo huoshwa kwa urahisi na maji ya mvua na kusababisha maporomoko kama hayo. Ruth Sarmoichesenge, NTV.